Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana mtumishi wa Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa hatua ambayo tumefika. Tumekuwa tukiomba kwa ajili ya agenda ya 3 ambayo Mungu ametupa, inayosema kwamba tuombe ufalme wa mbinguni uje kwenye mifumo ya elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Na tumekuwa tukisimamia neno hili la Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka wa 10, na manake Mathayo sura ya 13 mstari wa 44 mpaka 46, na Mathayo 6 mstari wa 33. Kwa hiyo kumbuka kwamba kuna agenda 7 ambazo Mungu ametupa katika kongamano hili la kwanza la kuombea, au kwamba kongamano la kuanza muhula, au kongamano la kuombea manake muhula au semester ya pili, muhula wa pili au semester ya pili wa vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Kwa hiyo vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Kwa hiyo nirekebishe kidogo, vyuo vikuu na vyuo vya kati. Vyuo vya kati manake ni vyuo vya ngazi ya cheti na ngazi ya manake ngazi ya diploma au ngazi ya stashahada, ndio vyuo vya kati. Kwa kwenye nchi yetu ya Tanzania tuna vyuo vya kati ambao vinavotoa manake elimu ya ngazi ya cheti na elimu ya ngazi ya stashahada, lakini pia pale tuna vyuo vikuu ambao vinavotoa manake elimu katika ngazi ya shahada ya kwanza au stashahada ya kwanza, shahada ya pili, shahada ya tatu ambayo naita degree, na hata wakati mwingine pia manasema postgraduate studies, manake masomo ya zaidi ya zile shahada au zaidi ya shahada. Kwa hiyo neno la tunalosimama nalo ni Wafilipi 4:6 mpaka 7, lakini hapa tunaomba Nyakati 2:7 mstari wa 14 na Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Na mfumo tunaokwenda nao ni wa kitofauti kidogo. Yawezekana kwamba ili ni kongamano la aina yake katika makongamano ambayo umeshawahi kuyahudhuria, lakini kimsingi tunapokea maelekezo kutoka kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu ndiye mwenye makongamano ya maombi kwa ajili ya kuombea mifumo ya elimu katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo na huwa pia nataka tu nikueleze pia tunakuwa na makongamano ya kuombea elimu ya sekondari, manake au elimu ya sekondari ya kati o level. Tunakuwa na makongamano ya kuombea elimu ya msingi, tunakuwa na makongamano ya maombi na majibu ya kuombea elimu ya sekondari ngazi ya juu, advanced secondary education. Na kwa hiyo kimsingi kuna kitu Mungu ameweka ndani yetu katika eneo la elimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jinsi ambavyo tutakavyounda au tutakavyoweka huu ujumbe ili uweze kukufikia, tutaweka katika kila agenda ya kwanza, agenda ya pili, agenda ya tatu kwanza itakuwa video yake, agenda ya pili video yake, agenda ya tatu video yake, agenda ya 4 video yake, agenda ya 5 video yake, agenda ya 6 video yake, na agenda ya 7 video yake. Lakini baadaye pia tutaunganisha agenda zote hizo 7 na kutengeneza video moja ambayo itakayokuwa na mtiririko na muunganiko wa manake mafundisho pamoja na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa basi naamini uko tayari na uko katika hali ya kuendelea kuomba na kuombea, manake kwamba tunasema semester au muhula wa pili wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Kwa tumekuwa na agenda nzuri sana hii ambayo mimi ningetamani tungeendelea kukaa na kuendelea kukaa. Lakini pia kumbuka kwamba tunapoomba mwanzoni hapa mwa muhula wa pili, maana yake kwamba agenda hizi mimi na wewe
tunapaswa kuendelea kuziombea wiki ya kwanza ya muhula wa pili, wiki ya pili, wiki ya tatu ya semester, wiki ya 4, wiki ya 5, wiki ya 6, tunaendelea wiki ya 7, wiki ya 8, wiki ya 9, wiki ya 10, 11, 12, 13, 14 mpaka wiki ya 15. Endelea kumsihi Mungu na endelea kumweleza kile unachokisikia moyoni mwako, ukiambatanisha pia pamoja na hizi agenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kama mwanafunzi au mhadhiri ambao unatufuatilia moja kwa moja mubashara kupitia katika mtandao wa internet na sasa kupitia katika channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, na tuna shule nyingine pia ambayo inaitwa kwamba Tanzania Online Advanced Secondary School, na tuna shule nyingine pia inaitwa au na channel nyingine ambayo inaitwa Tanzania Online Institute of Technology na Tanzania Online Full Technical College. Kwa hiyo vyote hivyo ni shule na ni madhabahu ambayo Mungu anaitumia kwa ajili ya kusambaza ujumbe huu kuwafikia mamia na maelfu ya Watanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye agenda ya 4. Agenda ya 4 moja kwa moja. Agenda ya 4, sema agenda ya 4. Agenda ya 4. Agenda ya 4 tunasema hivi, tunataka kuomba nini? Kwamba omba upako. Omba upako wa Roho Mtakatifu. Omba upako au tuombe juu ya upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi, ambao kazi yake ni kukuandaa. Maandalizi gani? Wa maandalizi ya kujifunza. Maandalizi ya kujifunza, lakini pia na omba upako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza. Manake omba upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi ya kujifunza na upako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza. Kwa hiyo kwenye agenda hii tuna mambo mawili kwa pamoja: upako wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu wa kujifunza. Huu wa kwanza ni wa maandalizi, na huu wa pili wa kujifunza ni wa kufanya kazi sasa ya kujifunza, sababu kujifunza ni kazi. Wa kujifunza neno nalo kwenda kusimama nalo ambalo Mungu ameweka, iko mistari mingi sana, lakini Mungu ameweka kwamba twende tukasimame na neno kutoka kwenye Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Japokuwa sisi au mimi nitaenda kusoma mistari mitatu, nitakwenda kusoma mstari wa kwanza, nitaruka, nitaenda mstari wa 7, mstari mingine na kuachia kama homework, na nitasoma mstari wa 13. Lakini sambamba na hilo tutakwenda kusoma neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Samueli wa pili, kwenye kitabu cha Samueli wa pili, sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Iko mistari mingi sana inayozungumzia upako wa maandalizi. Kwa mfano, manake unaweza pia ukasoma kwenye Kutoka sura ya 3 na Kutoka sura ya 4. Pale utaona upako wa maandalizi wa Musa. Lakini pia utakuja kuona kwamba kuanzia Kutoka sura ya 7 mpaka Kutoka sura ya 11 utaona ni upako au manake Musa alikuwa anatumia upako sasa wa uongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo manake hebu kwanza tuandike ujumbe, tuandike hii agenda kwenye akili yetu, ikae semester nzima, muhula mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aweze kukufikia hapo ulipo na Mungu aweze kukuhudumia hapo alipo. Haya, hebu acha kuandika, twende tusome agenda ya 4. Omba upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi ya kujifunza na upako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Tutaenda kusoma mstari wa kwanza wa 7 na wa 13. Samueli wa pili sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Hasa hebu angalia maneno ya msingi sana. Omba upako, sema pamoja nami, omba upako. Upako wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hili ni neno muhimu sana. Omba upako wa Roho Mtakatifu. Lakini wa namna gani? Sababu upako wa Roho Mtakatifu uko wa namna nyingi. Upako wa Roho Mtakatifu ambao kazi yake ni maandalizi. Nake wa maandalizi. Maandalizi ya nini? Ya kujifunza. Sio maandalizi ya uongozi. Sio maandalizi kwamba ya kufanya kazi. Ni maandalizi ya kujifunza.
Ribaraka shikoroko boka. Asante Yesu. Maandalizi ni siri za ajabu sana ambazo mimi nitamani ningezipata nikiwa mwanafunzi. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ingawa pia amenipatia bado nikiwa mwanafunzi na huku nikiwa mwalimu. Lakini ningetamani ningekuwa mwanafunzi mwanzoni kabisa nikaudaka, nikaanza kuomba. Naamini kabisa ningekuwa niko mbali. Alafu na pia omba upako wa Roho Mtakatifu. Upako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza. Wa kujifunza. Kwa hiyo hapa mwanzoni natakia tuombe upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yako wa kujifunza. Na mimi kama mwanafunzi tuombe upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yangu wa kujifunza. Lakini pia tuombe juu ya upako wa Roho Mtakatifu uwe juu yako ili uweze kujifunza kimungu. Uweze kujifunza masomo yako, uweze kujifunza kozi unayosoma, uweze kujifunza masomo au kwamba kada unayokuwa unasoma kimungu, kibiblia. Na mimi kwamba niombe upako wa kujifunza ili iweje? Ni upako wa kujifunza. Maana kuna upako wa kuniandaa kujifunza na kuna upako wa kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia unatakiwa kutambua kwamba kuna upako wa kujiandaa kujifunza kozi unayosoma, kwa mfano Electronics and Telecommunication Engineering, na kuna upako upako wa kujifunza Bachelor in Electronics and Telecommunication Engineering kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni vitu viwili ambavyo vya msingi sana na hautaki kuchanganya. Sasa kabla sijaanza kukueleza na kufundisha na tujaanza kwenda kuomba kwa ajili ya agenda, ni vizuri hebu twende kwenye maandiko matakatifu. Chukua Biblia yako, acha kuandika, chukua Biblia yako. Hakikisha unaandika haya. Unaandika ni mambo ya msingi sana na yatakusaidia. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 13. Tutakwenda kusoma mistari michache. Kadri Mungu anavyokuwa anatusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 1, neno la Bwana linasema, Bwana akamwambia Samuel, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Narudia tena. Bwana akamwambia Samuel alikuwa nani? Nabii. Hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanae. Angalia sasa mstari wa 7. Twende kwenye mstari wa 7. Utaona kabisa kwamba kwenye mstari wa 2 mpaka wa 6 Samuel alitii, alichukua sadaka na akaenda nyumbani kwa Yese, kwa sababu Mungu alikuwa anamwambia kwamba nimeshachagulia, nimejipatia mfalme katika familia ya Yese, lakini hakumpa jina la huyo mfalme ambaye anaitwa, kwamba jina la huyo mfalme anaitwa nani. Kwa Mungu alimwachia huo mtihani ili Mungu adhihirishe uweza wake pale ambapo atakapowakataa watoto 7 wa mzee Yese na kumkubali mtoto wa 8 ambaye hakuwepo wala hata hakuitwa katika kusanyiko hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia mstari wa 7 au angalia mstari wa 6. Ikawa walipokuja alimtazama nani aliyemtazama? Samuel. Ikawa walipokuja alimtazama Eliab akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Mstari wa 7. Lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Turudie mstari wa 7. Lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Mungu haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Kwa maana wanadamu hutazama sura ya nje ambayo inaita housing, lakini Mungu hutazama moyo ambayo inaita engine. Haya, angalia sasa, twende pale kwenye mstari wa 13 utaona. Ndipo Samuel, mstari wa 12, twende mstari wa 12 na 13, some mstari wa 12 na 13. Neno la Bwana linasema, basi akatuma mtu naye akamleta. Ngoja tuanze mstari wa 11 pale mpaka wa 13. Kisha Samuel akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa?
naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samuel akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Mstari wa 12, basi akamtuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Mstari wa 13, ndipo Samuel akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samuel akaondoka akaenda zake Rama. Sasa ngoja kwanza niweke pause hapo ili tujifunze kwanza juu ya upako wa kwanza. Kuna mahusiano makubwa sana kati hii ajenda ya 4 na ajenda ya 5 ambayo itakayo kwenda kufuatia baada ya hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka ajenda ya 4 inasema hivi, Mungu anatuambia hivi, tuombe upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania na wanafunzi wa vyuo vya kati vya Tanzania. Tuombe upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, mwaka wa 4 katika vyuo vikuu na vyuo vya kati vya nchi ya Tanzania. Tuombe upako wa maandalizi wa Roho Mtakatifu uwe juu ya wanafunzi wa Roho Mtakatifu wa kujifunza wa Roho Mtakatifu uwe juu ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3 wa ngazi ya stashahada katika taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam au Dar es Salaam Institute of Technology. Tuombe upako wa maandalizi wa Roho Mtakatifu wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi wanafunzi wa ngazi ya shahada ya kwanza, ambao wa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, mwaka wa 4 wa ngazi ya shahada kwa ajili ya shahada mbalimbali za uhandisi na sayansi katika taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam. Tuombe upako wa maandalizi wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi wa shahada ya uzamili katika taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam kwa mwaka wa kwanza na mwaka wa pili, na wanapofanya utafiti tupate tupate wanafunzi wanaotatua matatizo halisi katika nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hicho ndio kipengele cha kwanza, ndio kipengele cha A. Alafu tutakwenda kipengele cha pili, cha B ambao ni upako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza. Kuna tofauti kati ya upako wa maandalizi wa kufanya jambo fulani au wa kufanya kazi fulani na upako wa kufanya hiyo kazi. Tunaona hapa katika Samuel wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Nini ambacho kilichotokea? Unaona kabisa kwenye mstari wa kwanza Mungu anamtokea nabii Samuel. Anamwambia kwamba badilisha mfumo wako wa maombi, kwa sababu umekuwa ukimlilia na kumwombea Sauli ili akubalike mbele zangu, wakati mimi nimemkataa Sauli asiwe mfalme wa Israel na kuamiliki watu wangu. Mimi ndio nilimpa hiyo kazi. Mungu anamwambia Samuel, Bwana anamwambia Samuel, mimi ndio nilimpa hiyo kazi, lakini nimeamua kwamba kumnyang'anya kwa sababu hakutii maagizo yangu. Sasa Mungu anamwambia kwamba manake Samuel angeenda tena kwa Mungu. Je, Mungu kama umemkataa Sauli, sasa je, una mpango gani juu ya mfalme wa watu wako? Kwa pale Mungu akajibu swali lake akamwambia Samuel, jaza pembe yako mafuta ili uende nyumbani kwa Yese Bethlehem, kwa maana nimejipatia mfalme kati yao. Inamaanisha nini? Kwamba wewe wakati ulipokuwa unachaguliwa katika chuo kimojawapo kikuu au chuo kimojawapo cha ngazi cha kati cha nchi ya Tanzania, manake ni Mungu amemwagiza au ameagiza viongozi au idara ya usajili wa hiyo taasisi au chuo kikuu au chuo cha ngazi ya kati, ili waje nyumbani kwa baba yako wakiwa na pembe ya mafuta, ili wakupake, kwa maana Mungu amekuchagua ili uweze kuwa mwanafunzi wa elimu au mwanafunzi wa ngazi ya chuo kikuu na ngazi ya kati. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia jinsi gani ambavyo liko imetokea. Manake Mungu hakumpa Samuel jina la mfalme katika watoto wa mzee Yese. Mzee Yese alikuwa na watoto 8. Mtoto wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, wa 8. Sasa hawa watoto wote 7 wakaitwa kwenye sadaka kwamba Samuel amefika, nabii mkuu wa nchi, na alipofika pale akamwita Yese kwenye sadaka. Wakaja na wazee wa mji, manake wa mji wa Bethlehem. Alafu ndipo alipoambia kwamba jamani, nimekuja hapa, Mungu anataka kumchagua mfalme na kumpaka mafuta kisirisiri, kwa sababu manake Samuel alimwogopa Sauli, akisikia anaweza kumuua.
Sasa nini kilichotokea? Manake Samuel alipoanza kuona huyu mzaliwa wa kwanza ambaye anaitwa Eliab, akasema Masihi yuko hapa. Ndiko Mungu akamwambia, niko hapa Samuel, niko hapa, mimi ndio ninayechagua mfalme. Usimwangalie urefu wake, wala usiangalie uso wake, wala usiangalie kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Kwa nini? Wewe Samuel umeangalia umbile la nje, lakini mimi Mungu nauangalia moyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwenye kile kikao Daudi hakuitwa. Kwenye vikao labda vya familia au kwenye vikao labda mbalimbali, inawezekana hukuitwa, lakini ndio Mungu anataka kutumia. Sasa kitu gani ambacho kilichokuwa kinatokea? Manake Mungu akasema hakuna kukaa, na akamwambia Samuel kwamba leo hii unatakiwa kumpaka mafuta Daudi. Ndiko Daudi alipokuwa amefuatwa machungani akiwa anachunga kondoo, akaletwa. Alipoletwa tu, Bwana akamwambia Samuel, nyanyuka umpake mafuta, kwa maana yeye ndio huyu. Sasa angalia kwenye mstari wa 13 anasema, maana kwamba Samuel akatwaa pembe yake ya mafuta, alafu akamtia Daudi nini? Mafuta. Na baada ya kumtia, roho wa Mungu, manake nguvu, manake akamjilia kwa nguvu. Biblia inasema hivi, Daudi anasema hivi, ndipo Samuel akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Sasa hebu kabla ya kuanza kufafanua hapo kwamba upako kazi yake nini, twende kwenye Samuel wa pili. Twende kwenye Samuel wa pili sura ya kwanza, na Samuel wa pili sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4, kabla sijaanza kuelezea upako ule wa sehemu ya B, lakini vizuri kuelezea kwanza upako wa sehemu ya kwanza. Kwa Samuel wa pili sura ya sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ikawa baada ya hayo, Daudi akauliza kwa Bwana, akasema, je, niupandie mji wote wa Yuda? Bwana akamwambia, haya, panda. Daudi akasema, niupandie mji upi? Akasema, Hebron. Basi Daudi akapanda aende huko pamoja na wakeze wawili, Ahinoamu na wa Yazrieli, na Abigaili mkewe Nabali wa Karmeli. Daudi naye akawapandisha watu wake waliokuwa pamoja naye, kila mtu na watu wa nyumbani mwake, wakakaa katika miji ya Hebron. Basi watu wa Yuda wakaenda wakamtia Daudi mafuta huko awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Angalia, basi watu wa Yuda wakaenda, mstari wa 4. Basi watu wa Yuda wakaenda, sema basi watu wa Yuda wakaenda wakamtia Daudi mafuta huko, sema wakamtia Daudi mafuta huko awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda, awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia, manake huu ni upako wa pili. Daudi amepakwa mafuta mara 3. Mara ya kwanza amepakwa nyumbani kwa baba yake mafichoni. Sasa baada ya kupakwa, hiyo inaendelea kwenye Samuel wa kwanza sura ya 16. Baada ya kupakwa, sio kama alivyopakwa Daudi akaingia kwenye kazi ya ufalme. Hapana, lakini aliingia kwenye mchakato wa kuandaliwa kuwa mfalme katika ufalme wa mbinguni na kukipokea kiti cha enzi cha Mungu ili kipate kufikia ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kilichotokea pale ni kitu gani ambacho kimetokea? Upako huu ambao Daudi amepakwa nyumbani kwa baba yake haukuwa upako wa kumfanya Daudi awe mfalme, bali ulikuwa ni upako wa kumwandaa Daudi ili awe mfalme. Ulikuwa ni upako wa kumwandaa Daudi ili afanye kazi ya ufalme. Maana ilikuwa ni upako wa Roho Mtakatifu unaomwandaa, wa maandalizi au wa kumwandaa Daudi ili awe mfalme, ili afanye kazi ya kifalme, ili afanye kazi ya uongozi, ili afanye kazi ya uamuzi, ili afanye kazi ya kuchunga kondoo au kondoo wa nyumba ya Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi na wewe tunahitaji pia huo upako wa namna hiyo ili weje? Ili utuandae. Kujifunza ni kazi. Na kama ni kazi inahitaji maandalizi. Na kama inahitaji maandalizi, moja maandalizi ambayo tunayasahau sana ni kuomba upako wa Roho Mtakatifu uweze kukufunika. Unapokuwa uko darasani, unapokuwa uko workshop, unapokuwa uko lab, unapokuwa uko mahali fulani, unapojisomea, unapokuwa uko prepo. Je, umefunikwa na upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi? Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoona kwenye Samuel wa pili, unaona kwamba ule upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi uliokuwa juu ya Daudi ulifanya kazi. Assignment ya kwanza au jukumu la kwanza ambalo Daudi alipewa ni kwenda kupiga kinubi nyumbani kwa mfalme Sauli. Na baada hapo kwenye Samuel wa kwanza sura ya 17 ndipo Daudi akakutanishwa na Goliath na akamshughulikia. Na baada hapo kwenye Samuel wa kwanza sura ya 18 ndipo Daudi anapokutana na adui mkubwa, au ndipo Sauli akaanza kuwa adui mkubwa wa Daudi akitafuta kumuua.
Kwa hiyo utaona kabisa kwamba maandalizi yaliendelea kwenye sura ya 19, Samueli wa kwanza sura ya 19, Samueli wa kwanza sura ya 20, akaendelea mpaka Samueli wa kwanza sura ya 31. Manake Daudi akakimbilia kwenye mapango, akakimbilia kwenye akakimbilia jangwani, akakimbilia msituni, akakimbilia kwa wafalme wengine wa nchi za karibu, akakimbia na hatimaye baadaye akaanza kupata jeshi lake. Kwa hiyo utaona ule upako ulimwandaa ili aweze kuja kukaa katika kile kiti na akae katika kiwango na kufanya kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada hapo tunasema upako wa kujifunza. Upako wa kujifunza unafanana au tunaupata kwenye Samueli wa pili sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4, hasa mstari wa 4. Sasa ndipo nyumba ya Yuda, ndipo watu wote wa nyumba ya Yuda wakaenda wapi? Wakaenda Hebron ili wapatane na Daudi. Na walipopatana na Daudi wakampaka mafuta ili awe mfalme wa nyumba ya Yuda, ili awe mfalme wa kabila ya Yuda. Manake huu upako wa pili haukuwa tena wa maandalizi ya kuwa mfalme wa nyumba ya Yuda. Ulikuwa ni upako wa kumsaidia sasa Daudi ili awe mfalme, ili aweze kufanya ile kazi. Na wewe unapoomba upako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza, sio upako wa kukuandaa kujifunza, ni upako ambao utakao utumia kipindi sasa unajifunza. Ule upako wa maandalizi kazi yake unakuandaa kabla hujaanza mchakato wa kujifunza mpaka pale utakapokuwa umeanza hatua ya kujifunza. Alafu upako unakuwa umemaliza kazi yake, ndipo unapotakiwa kuomba upako wa pili, ambapo sasa huo upako wa pili utakushikilia na utakufunika pale unapoanza mchakato wa kipindi au mchakato wa kujifunza mpaka unapomaliza kujifunza, ndipo utakapomaliza kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa misingi hiyo, hebu jiulize wewe mwenyewe katika mhula wa kwanza au katika masomo yako, ni mara ngapi umeomba huu upako wakati unajiandaa kwenda kwenye kipindi? Kwenda kwenye kipindi utakachofanya, utatafuta kitabu, utatafuta labda daftari, utatafuta kalamu, utatafuta calculator, unaenda kwenye kipindi. Na mimi pia nimefanya kosa kama hili, lakini kuanzia leo neema hii ya Mungu ambayo imetufikia ipate kutupa maarifa na kututunzia na kutupa mbinu za kuweza kuvaa silaha za Mungu ili kuzipinga hila za shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini umeelewa kimsingi kuhusiana na hii agenda. Kama una maswali zaidi, usiache kuuliza katika sehemu ya comment katika shule yetu au katika channel yetu ambayo iko kwenye YouTube, inaitwa Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania kwenye mabano Olenjolai N. Kwa hiyo uliza hapo maswali, kwa sababu kwamba nimekujengea msingi kidogo ili uweze kunasa tunapokwenda kuomba, kwa sababu hili ni jambo jipya sana kwa watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tunakwenda kuomba, na ninapokwenda kuomba ninaomba tuombe kwa imani. Naomba tuombe kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuombe kwa imani. Unaweza ukasimama, unaweza ukapiga magoti, unaweza ukanyanyua mikono yako juu, unaweza ukalia, mweleze tu Mungu, yani mlilie tu Mungu ili kwamba Mungu usinipite, usinipite. Naomba huo upako wako wa maandalizi wa kujifunza. Labda nimekuwa sikuutumia huko, ndio maana nimekuwa sifanyi vizuri, au nimekuwa ninafanya vibaya, au nafeli, au najawa na hofu, au nakuwa na manake nafanana na watu wengine pia. Kwa hiyo omba huo upako, lakini pia omba upako wa kujifunza. Mungu, naomba upako. Yamkini ninapokwenda darasani nashindwa kumwombea mwalimu vizuri, nashindwa kuombea darasa, nashindwa kuombea wanafunzi wenzangu, nashindwa kuombea labda kwamba lab technician, nashindwa kuombea mchakato wote wa kujifunza. Lakini kuanzia leo Mungu nitumie ili nipate kuombea kwa mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuja mbele zako wasaa huu, tunasema asante kwa maarifa na hekima na ufahamu na elimu ya neno lako uliokuwa umetupa juu ya agenda hii ya 4 ambayo umekipa kichwa Bwana ya kusema tuombe juu ya upako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi ya kujifunza, na pia tuombe juu ya upako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa ajili ya uwe juu ya wanafunzi wa vyuo vikuu na wanafunzi wa vyuo vya kati katika nchi ya Tanzania. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, tunakuja mbele zako tukisema asante kwa maarifa uliokuwa umetufundisha. Tunakwenda kutumia sasa hiyo maarifa na kuweka katika matendo katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, tunakuja mbele zako Bwana tukiomba nguvu zako na upako wako uwe juu ya wanafunzi Mfalme amani wa mwaka wa kwanza wa vyuo vya kati vya Tanzania. Upako wako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi
maandalizi ya kujifunza uwe juu ya wanafunzi wa mwaka wa pili wa vyuo vya kati katika nchi ya Tanzania. Upako wako wa maandalizi wa Roho Mtakatifu uwe juu ya wanafunzi Bwana wa mwaka wa tatu wa vyuo vya kati katika nchi ya Tanzania. Upako wako wa Roho Mtakatifu Bwana wa maandalizi wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa vyuo vikuu vya Tanzania. Baba, katika jina la Yesu Kristo, upako wako wa maandalizi wa kujifunza, upako wako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi wa maandalizi ya kujifunza uwe juu Bwana ya watoto wako wa mwaka wa pili wa vyuo vikuu vya Tanzania. Unaweza pia kuomba kwa kunena kwa lugha, usiogope. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kumsemesha Mungu. Endelea kuomba huo upako. Waombe pia na wanadarasa lako, waombe pia na viongozi wako, waombe pia wanafunzi wenzako, waombe wadogo zako ambao wako shule ya msingi. Huu upako upate kwenda kuwashukia ili Mungu apate kwenda kuwasaidia na upako upate kwenda kuwasimamisha kama ulivyomsaidia Daudi. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, tunakuja mbele zako Bwana. Tunaomba upako wako wa maandalizi, upako wako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi uwe juu Bwana ya wanafunzi wa mwaka wa tatu wa vyuo vikuu vya Tanzania. Tunanyunyiza Bwana damu ya Yesu Kristo Nazareti juu yao. Tunaomba upako wako wa maandalizi wa kujifunza wa Roho Mtakatifu uwe juu ya wanafunzi wako Bwana wa mwaka wa 4 ribara katika vyuo vikuu vya nchi hii, mfalme amani. Tunaomba upako wako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi wa shahada ya kwanza Bwana katika kada mbalimbali na maeneo mbalimbali katika nchi hii, mfalme amani. Tunaomba upako wako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi wa kujifunza uwe juu Bwana ya wanafunzi wako Bwana wa mwaka wa kwanza na mwaka wa pili wa shahada ya uzamili katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunaomba upako wako Bwana wa Roho Mtakatifu wa maandalizi uwe juu wa maandalizi ya kujifunza uwe juu ya wanafunzi wako Bwana ribaraka wa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili na mwaka wa tatu katika ngazi ya shahada ya uzamivu katika jina la Yesu Kristo Nazareti, au PhD katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, tunakuja mbele zako tukiomba upako wako na Roho Mtakatifu apate kutembelea kila chuo kikuu cha nchi hii, na Roho Mtakatifu apate kutembelea kila chuo cha ngazi ya kati ya nchi hii ribaraka shikorokoboko kaskazini, kusini, mashariki, magharibi Bwana na katikati mwa Tanzania. Roho Mtakatifu apate kwenda kupita. Roho Mtakatifu pita Bwana, pita katika anga la Tanzania, pita katika mioyo ya wanafunzi wa Kitanzania, pita Bwana, pita ndani yao ribarokoshikoro, gonga hodi kwenye mioyo yao na upate kwenda kupokelewa mfalme amani, na upate kwenda kupokelewa Roho Mtakatifu, Roho wa kweli, ewe shahidi wetu Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Upako wako Bwana wa maandalizi kama ule upako uliokuwa umempa Daudi ili upate kwenda kumwandaa. Umeandaa fikra za Daudi ili afikiri kama mtumishi, naye Mungu muandae huyu mtoto wako Bwana anapojifunza juu ya uhandisi, anapojifunza juu ya hisabati ribarokoshikoro, umwandae awe na fikra za utumishi ya kwamba yeye anakutumikia wewe Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Andaa fikra zake Bwana ili apate kwenda kufikiri kama mzaliwa wa kwanza ribaroko kama lango katika jina la Yesu Kristo. Apate kwenda kuandaa fikra zake ya kwamba upako huu utamuongoza juu ya miji ya kukaa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Na upako wa maandalizi Bwana utajulisha kitu ambacho alichokuwa amebeba katika uhandisi katika nchi hii, katika vyuo hivi atakavyosoma Bwana katika jina la Yesu Kristo. Na kazi ya upako huu wa maandalizi Bwana ribaraka utampa watu wa kumsaidia Baba, utampa watu wa kumsaidia, utampa watu wa kumsaidia ili apate kukutumikia wewe, utampa watu wa kumsaidia katika kufanya kusudi lako. Na roho hii Bwana, na kazi ya upako huu wa Roho Mtakatifu wa maandalizi Bwana ni kuweza Bwana, utamsaidia mtoto wako kupambana na maadui kwa utulivu kama Daudi alivyopambana na maadui kwa utulivu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ribarokoshikara bakashikara ribaraka shikorokobokoshikara ribaraka shikorokobokoshikara katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ribaraka shikorokobokoshikara ribaraka shikorokobokoshikara ribaraka shikorokobokoshikara ribaraka shikorokobokoshikara ribaraka shikoro ribaraka shikoro ribaraka shikoro. Upako wako Roho Mtakatifu wa maandalizi ribaraka shikoro uwe juu ya wanafunzi ribaraka
stashahada ya uhandisi na sayansi katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT. Riba rokoshikoro, upako kwa maandalizi, riba kujiandaa kujifunza uwe juu. Riba rokoshikoro ya wanafunzi, riba wa shahada ya kwanza ya uhandisi na sayansi Bwana katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, upako wako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi uwe juu. Riba rakashikoro ya wanafunzi wa shahada ya uzamili, riba rokoshikoro bokoshikara, riba ya uhandisi, riba rokoshikoro katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam, riba rokoshikoro bokoshikara katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Riba rokoshikara, sisi Bwana kama wanafunzi wako tunakuja mbele zako tukipata riba, tukiomba demand kama demand, riba kama demand, nayo ukiwa supply yetu katika jina la Yesu Kristo Nazareti, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Riba rokoshikara kabaka Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti tunakushukuru kwa upako wako wa Roho Mtakatifu wa maandalizi. Tunakuja mbele zako Mfalme amani tukiomba Bwana juu ya upako wa kujifunza, upako wa kujifunza unapotuongoza kwenda madarasani. Riba rokoshikara, upako wako unapofika darasani katika Bwana, katika lile darasa unapokanyaga pale mlangoni, upako wako wa kujifunza upate kwenda kutufunika, upako wako wa kujifunza utuondolee usingizi, upako wako wa kujifunza utuondolee ugumu wa akili zetu, upako wako wa kujifunza Bwana utuondolee kila aina uchovu na kila aina usumbufu darasani. Riba rokoshikara bakashikoro, upako wako wa kujifunza, riba rokoshikoro utufundishe namna kuuliza maswali walimu watakao kuwa natufundishe Bwana. Upako wako wa kujifunza, riba rokoshikoro utufundishe kuona matatizo na nini ufumbuzi wa hayo matatizo Mfalme amani. Upako wako wa kujifunza, riba rokoshikoro bokoshikara, rimbaraka sikoroko bokoshikara, rimbaraka sikoroko bokoshikara, rimbaraka sikoroko bokoshikara, rimbaraka sikoroko bokoshikara. Upako wako wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza vyuo vya kati vya Tanzania. Upako wako wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi ribaroko sikoroko boko wa mwaka wa pili wa vyuo vya kati vya Tanzania. Upako wako wa maandalizi uwe juu ya wanafunzi wa mwaka wa tatu wa vyuo vikuu vya Tanzania, ribaru na vyuo vya kati vya Tanzania katika jina la Yesu Kristo. Upako wako wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza ribaru katika shahada ya kwanza, ribaru gokoshikoro, ribaru katika vyuo vikuu vya Tanzania. Upako wako Bwana wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi ribaru kwa mwaka wa pili, upate kwenda kuwasaidia wajifunze ribaru gokoshikoro neno lako na wajifunze pia maarifa ya darasani ribaru gokoshikoro gokoshikara katika jina la Yesu Kristo. Upako wako wa kujifunza, upako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza upate kuwafunika watoto wako mwaka wa tatu wa shahada ya kwanza Bwana ribaru gokoshikoro shahada ya kwanza katika vyuo mbalimbali vya nchi hii katika jina la Yesu Kristo. Upako wako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza upate kwenda kuwaongoza ribaru gokoshikoro gokoshikara, ribaru gokoshikoro upate kwenda kuwafundisha watoto wako mwaka wa 4 ribaru kwa shahada ya kwanza ribaru gokoshikoro katika nchi hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaomba upako wako wa kujifunza uwafunike wanafunzi wako Bwana wa shahada ya uzamili katika vyuo mbalimbali vya nchi hii Mfalme amani, masters degree ribaru masters degree katika jina la Yesu Kristo Nazareti, masters degree in engineering, master degrees in economics, master degrees in finance katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Upako wako Bwana wa kujifunza upate kuwafunika pia wanafunzi wa shahada Bwana ya uzamivu PhDs ribaru gokoshikoro gokoshikara. Tunakuja mbele ya madhabahu yako, upako wako Bwana ribaru gokoshikoro gokoshikara wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi wa shahada ya uzamili ribaru kwa mwaka wa kwanza katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Tunaomba Bwana upako wako wa Roho Mtakatifu wa kujifunza uwe juu ya wanafunzi wa mwaka wa pili ribaru gokoshikoro wa shahada ya uzamili ribaru masters degree ribaru gokoshikoro katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam ribaru gokoshikoro. Tunaombea Bwana masters in maintenance, masters wanafunzi wako Bwana ribaru gokoshikoro wa telecommunication system and networking. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaombea wanafunzi 11 Bwana wanaofanya ribaru tunaosoma Bwana ribaru gokoshikoro shahada uzamili ribaru rakashikoro gokoshikara ribaru ya telecommunications ya mifumo ya kimawasiliano ya kiuhandisi mifumo ya mawasiliano ya uhandisi wa mawasiliano Bwana wa ardhini na angani katika jina la Yesu Kristo, pamoja na miunganiko ribaru gokoshikoro mifumo mbalimbali telecommunication system and networking ribaru gokoshikoro
shikara. Tunaomba Bwana kwa ajili ya wanafunzi wa Sustainable Energy. Ribo roko shikoro. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, tunaomba upako wako kujifunza uwe juu ya OD 24. Upako wako kujifunza wa D18 uwe juu ya OD 22. Ribo roko upako wako kujifunza uwe juu ya OD 23. Ribo roko shikoro. Upako wako kujifunza uwe juu ya binji 24. Upako wako kujifunza uwe juu ya kila mwanafunzi Bwana wa binji 23. Upako wako maandalizi uwe juu ya kila mwanafunzi wa binji 22. Upako wako maandalizi uwe juu. Upako wako kujifunza, upako wako Roho Mtakatifu wa kujifunza uwe juu. Ribo roko shikoro roko boko shikara. Rimbaraka shikoro, rimbaraka shikoro roko boko, rimbaraka shikara. Uwe juu ya binji. Ribo roko shikoro 21. Rimbo roko shikara baka shikara. Rimbaraka shikoro. Baba, tunaomba Bwana mioyo ya wanafunzi wako wapate kupokea upako huu Bwana ndani ya mioyo yako. Watengeneze Bwana, wakuombe mioyo yao na mioyo yao ipate kutengenezwa kama kiriba kipya, kwa maana divai mpya ni sharti iwekwe katika viriba vipya, katika kiriba kipya, na kiriba kipya ni mioyo yetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Kadhalika Roho nayo tusaidia udhaifu wetu. Warumi 8:26. Kadhalika Roho nayo tusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo kuomba, lakini Roho Mtakatifu, Roho mwenyewe hutuombea. Roho Mtakatifu mwenyewe hutuombea kwa kugua kusikiza kutamkika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hongera. Asante kwa kuomba. Mimi na wewe tunaamini ya kwamba Mungu amesikia maombi yetu na atajibu zaidi ya tuliyoyaomba na zaidi ya tuyawazayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Endelea pia kuomba, endelea kuomba, usiishie hapo. Endelea kuomba wakati wa usiku, wakati wa mchana ukiwa kanisani. Beba hizi agenda. Mimi nakwambia kabisa, na uandae ushuhuda mpaka mwisho wa muhula. Utakuja kunipa au kwamba utakuja kumtolea Mungu ushuhuda jinsi gani alivyokutendea matendo makuu. Amen. Mungu ibariki Afrika, wabariki